Talanta za Zeysha. Karibu kwenye simulizi zinazosimuliwa na Zeysha. Wanasema kipaji ni zawadi, lakini nidhamu na kujituma ndiyo huifanya zawadi hiyo kung'aa. Hiki ni kisa cha Kratos Chota Chama, mchezaji ambaye alitoka nchini Zambia na kuja kuwa mmoja wa viungo wanaopendwa zaidi Afrika Mashariki. Kratos Chota Chama alizaliwa tarehe 18 Juni 1991 nchini Zambia. Tangu akiwa mdogo alikuwa na mapenzi makubwa kwa mchezo wa soka. Kama watoto wengine wa Kiafrika, alianza kucheza kwenye viwanja vya kawaida huku akiota siku moja kucheza katika viwanja vikubwa. Safari yake ya soka la kulipwa ilianzia katika klabu ya Zambia kama Power Dynamos, Mchanga Rangers na baadaye Zeko United. Akiwa Zeko United, kiwango chake kilianza kuonekana zaidi kama sehemu ya kikosi kilichofanya vizuri katika mashindano ya CAF. Baada ya mafanikio hayo, alipata nafasi ya kujiunga na klabu ya Al-Ittihad ya Misri mwaka 2017. Hata hivyo, mambo hayakwenda kama alivyotarajia. Hakupata nafasi ya kucheza mechi rasmi na hatimaye aliondoka klabu hiyo. Hapo kwa watu wengine, huo ndo ungekuwa mwisho wa ndoto zao, lakini kwa Chama ulikuwa mwanzo wa sura mpya. Alirejea Zambia na kucheza Lusaka Dynamos. Huko aliendelea kufanya kazi kwa bidii huku akisubiri fursa nyingine kubwa. Fursa hiyo ilimfikia mwaka 2018 aliposajiliwa na Simba Sport Club ya Tanzania. Wakati huo si wengi walitarajia kwamba mchezaji huyu angekuwa mmoja wa mastaa wakubwa wa ligi la Tanzania. Alipowasili Simba, Chama alianza kuonyesha uwezo wake wa kupiga pasi za mwisho, kutengeneza nafasi za mabao na kufunga mabao muhimu. Mashabiki wa Simba wakaanza kumpenda kwa haraka kutokana na ubunifu wake uwanjani. Taratibu akawa mmoja wa wachezaji muhimu zaidi wa kikosi hicho. Katika kipindi chake Simba, Chama alisaidia timu kushinda mataji mbalimbali na kufanya vizuri katika mashindano ya ndani na ya kimataifa. Wengi walimuona kama injini ya timu kutokana na uwezo wake wa kuongoza mashambulizi. Waswahili husema nyota njema huonekana asubuhi. Kadri muda ulivyopita, Chama alijengea jina kubwa kiasi kwamba mashabiki wengi walikuwa wakisubiri kuona anachofanya kila anapogusa mpira. Mbali na mafanikio ya klabu, Chama pia amekuwa akitumikia timu ya taifa ya Zambia kwa miaka mingi. Amecheza mechi kadhaa za kimataifa na kusaidia nchi yake. Licha ya kuumia, majeraha, mabadiliko ya timu na presha kubwa kutoka kwa mashabiki, lakini kila mara Chama amekuwa akirejea akiwa na hamu ya kuonyesha uwezo wake. Na baadaye Chama aliondoka Simba na kujiunga na klabu ya Young Africa. Huko hakudumu sana, akarudi tena Simba kwa mara nyingine, ambapo mashabiki walimkaribisha kwa ukubwa. Mpaka sasa anafanya vizuri Simba. Kitu kinachovutia wengi kuhusu Chama si kipaji chake pekee, bali namna anavyoweza kubadilisha mchezo ndani ya dakika chache. Pasi moja ya mwisho, mpira wa adhabu au ubunifu wake vinaweza kubadilisha matokeo ya mechi. Leo hii jina la Kratos Chota Chama linatajwa miongoni mwa viungo bora waliowahi kucheza katika ligi kuu ya Tanzania. Kutoka ndoto ya utotoni nchini Zambia hadi kuwa nyota anayejulikana Afrika Mashariki, safari yake imekuwa ushahidi kwamba mafanikio huja kwa wale wanaoendelea kupambana hata wanapokutana na vikwazo. Kisa cha Chama kinatufundisha kwamba kushindwa kwa mara moja si mwisho wa safari. Wakati mwingine mlango mmoja unapofungwa, mwingine mkubwa zaidi hufunguliwa mbele yako. Kratos Chota Chama Muha wa Kigoma. Safi sana. Hapo umepatia. Hapo umepatia. Sawa kaka, hebu tueleze Mwamba. Mechi ilikuwaje dakika zote 90 hii leo tukipata ushindi wa mabao 3-0 dhidi ya Mashujaa? Cha kwanza ni kumshukuru Mungu. Unajua kwa yote mabaya mazuri, muhimu ni kumshukuru Mungu kwa sababu yote kwa yote atabaki kuwa Mungu.
Kwa mchezo wa leo nahisi tulianza vizuri, na mechi kama hizi zinakuwa na pressure, unaona, zinakuwa na pressure na tumepata goli mapema, kwa hiyo imetusaidia at least kuwa watulivu kwenye kuposesi na kwenye kutafuta goli ya pili na ya tatu. Kipindi cha kwanza tumepata goli alafu tukaziba, tukatafuta goli ya pili ikashindikana, tukaenda half time, kocha akatuelekeza jinsi ya kutafuta goli ya pili, tukatumia mbinu za kocha, tukapata goli ya pili na ya tatu. Kwa hiyo tumshukuru Mungu, tumepata goli 3 na point 3. Nahisi sio something kwamba iko complicated. Nahisi ni kujituma tu na kuwa kusaidia timu, kucheza pamoja na timu. Nahisi mara ya kwanza nilipata hii tuzo nilisema kwamba kwangu muhimu ni kusaidia timu, wachezaji tena wapate yule comfortability ya kucheza, na yote kwa yote naomba Mungu, nashukuru Mungu tena nawashukuru wachezaji wenzangu, makocha, mashabiki, familia na ndugu zangu wote wenye wananipa sapoti, na mimi nitaendelea kutendea haki na kufanya vizuri na kupambana. Na hapo ndipo simulizi yetu ya leo inafika tamati. Mimi ni Zaisha na hii ni Talanta za Zaisha, mahali ambapo kila simulizi lina somo, kila changamoto ina fundisho na kila mwisho huacha mwanga wa matumaini. Kama umevutiwa na simulizi hii, usiache kulike, kucomment na kushare, bila kusahau kusubscribe. Na maliza kwa kusema, babu yangu aliwahi niambia, penye nia pana njia, na penye juhudi kamba ukatajiwe. Ulikuwa nami Zaisha.